Ni mchezo wa maandalizi ambao matarajio wa Tanzania wengi na mimi nikiwa ni miongoni mwao ni kwamba timu inaenda kuandaliwa kuelekea kwenye mashindano ya AFCON. Ndio mchezo wa kwanza, Miguel Gamondi akiwa na timu ya taifa. Kwa hiyo ana vitu vingi ambavyo anaenda kuvistudy na kuweza kuelewa ni nini na nini ambacho kama mwalimu mkuu wa kikosi cha timu ya taifa anapaswa kukifanya. Ni wapi aongeze, ni wapi afanye maboresho, ni maboresho ya aina gani. Kwa hiyo ni mchezo ambao tunaenda kuona ni kitu gani ambacho Miguel Gamondi anakiingiza kwenye timu ya taifa ya Tanzania, kwa maana kwenye vichwa vya wachezaji wa timu ya taifa ya Tanzania. The way ambavyo tumekuwa tukishuhudia Taifa Stars ikicheza chini ya Ahmed Morocco, na kipindi hiki ambacho itakuwa nacheza dhidi ya Kuwait chini ya mwalimu Miguel Gamondi, tunatarajia kuwa ni Taifa Stars nyingine ambayo itakuja kwenye muonekano mwingine na style ya kucheza tofauti na ile ambayo tulikuwa tumezoea. So huu mchezo wa kirafiki ni kwa lengo la kwenda kuangalia ni namna gani wachezaji wamepokea maelekezo ya Miguel Gamondi na ni namna gani ambavyo Miguel Gamondi anaweza akatuvusha kutoka pale ambapo alipoishia Ahmed Morocco kutupeleka kwenye eneo jingine ambalo tunatamani siku moja kufika kuwa na moja ya strong team kwenye mpira wa miguu barani Afrika, na sio tu strong, iwe competitive. Yani tuwe tuna uwezo, tunajua tunaenda kucheza na the Pharaohs, tuna uwezo wa kupata matokeo. Tunaenda kucheza na Super Eagles, tunajua tunaweza tukapata matokeo. Tunaenda kucheza na Indomitable Lions, timu ya taifa ya Senegal, tunajua tunaweza tukapata matokeo. Sio issue ya kwamba tunahitaji malaika washuke waje kutusaidia sisi. Wachezaji tulionao wakiweza kungamua vizuri mbinu za mwalimu na kuconvert kile anachoelekeza mazoezini kukipeka kwenye uwanja wa mazoezi, naamini tunaweza tukakompete. Cha msingi ni kuandalia wachezaji mazingira mazuri. One day yes. Kwanza mimi siamini kama kweli ni Ahmed Morocco aliyeita hii timu ya taifa, kwa sababu kwenye ile sheet chini ameandikwa ni nani? Miguel Gamondi. So sitaki kuamini kabisa hichi kitu kwamba Ahmed Morocco ndio ameita hii timu. Lakini kuita watu tofauti tofauti maana yake ni nini? Tuna wigo mkubwa wa kuchagua wachezaji. Lakini huu wigo mkubwa wa kuchagua wachezaji haupaswi kuwa sababu ya kuathiri maendeleo ya timu ya taifa. Kwa kuna mabadiliko yale yenye tija. Mabadiliko ambayo atatoka mchezaji ambaye maybe amekumbwa na injury au ana matatizo ya kifamilia au ana shida yoyote ile inayomfanya asitue timu ya taifa, then anaingia mchezaji mwingine. Haya ni mabadiliko ambayo yanakubalika. Lakini ikitokea tunalazimisha kutoa mtu ili mtu mwingine aingie kwa sababu tu maybe mwalimu ameona ni mtu ambaye ni mshikaji wake au ni mchezaji wa timu anayoifundisha au vinginevyo, tutakuwa tunakosea. Lakini sofa kwa aina wachezaji walioitwa na wale ambao hawakuitwa, ambao nimeona kuna sababu zimetajwa kwa nini watu fulani hawajaitwa. Ametajwa Wilson Nangu, ametajwa Kibu Dennis, ametajwa Mbwana Samata. Zimetolewa sababu ni kwa nini hawapo timu ya taifa kwa sasa hivi. Kia Kibu Dennis inaelezwa analinga, akiitwa haonyeshi utayari wa kuitumikia timu ya taifa. Kwa kama binadamu mtu, hata kama ningekuwa ni mimi, itafikia hatua nitasema okay, enough is enough. Endelea na maisha yako na sisi timu ya taifa tunaendelea na maisha yetu. Wilson Nangu alisema hayuko tayari. Yani alisema ni kama alikuwa ana issue ya kisaikolojia ambayo ilimfanya yeye aombe kutohusishwa na timu ya taifa. Lakini kitu ambacho kimenisikitisha ni kauli ambayo iliyotolewa kuhusiana na Mbwana Samata, kwamba alikataa lakini bado anaendelea kumbembeleza. Kama alikataa, kwa nini anabembelezwa? So kwangu mimi naamini kama kuna changes kwenye kuita watu kuitumikia timu ya taifa, hazipaswi kuwa changes ambazo zitakuja kuleta negative effect kwenye mpira wetu au kwenye timu yetu ya taifa. Zinapaswa kuwa changes ambazo zitaleta positive impact ambayo itaifanya timu yetu ya taifa iendelee kukua na siku moja tufikie pale tunapopahitaji. Kwa hiyo sio kitu kibaya kufanya. Itakuwa ni ngumu sana kwenda direct na kupoint kwenye right target kwamba shida ni kitu fulani. Lakini naweza kusema awareness kwa viongozi na wachezaji, kuna kitu kinapungua. Unajua unapoitwa kwenda kuitumikia timu ya taifa ni kama mwanajeshi aliyeaminiwa kwenda kulitumikia taifa dhidi ya taifa lingine kwenye vita.
Sasa unapoitwa timu ya taifa uende kuitumikia timu ya taifa alafu wewe unakataa kwa sababu zako binafsi, na maana lile neno ambalo tumezoea kulitumia sana halafu hatujui maana yake, ndo limepungua kwenye nafsi yake. Mario Balotelli aliwahi kuwa kwenye sintofahamu na Mancini by that time, ambaye alikuwa anacheza timu ya taifa ya Italy, lakini Mancini alisema wala sijali wewe kuelewana na mimi au kutokuelewana na mimi, as long as ukija timu ya taifa na kupanga unaipa Italy matokeo, tuendelee kuishi. Ilifikia tu Mario Balotelli yeye mwenyewe akajiona mjinga, akawa mpole, maisha yakaendelea. Na tumezoea kuona wachezaji wengi wa aina hiyo kwenye clubs. Kuna wachezaji watukutu, lakini coaches wanajua namna gani ya kuwalea na utukutu wao na wanawapa matokeo. Kwa hiyo hawa wachezaji au viongozi, kama kuna mmoja kati yao anasababisha mmoja asiende timu ya taifa au akajisikia comfortable na kuitumikia timu ya taifa, basi kuna kitu kimepungua kwenye uelewa wake, hasa kwenye nafasi anayo itumikia. So kwangu mimi sioni kama wako sawa sawa, whether ni wachezaji au ni viongozi wanaosababisha baadhi ya wachezaji wasiende kuitumikia timu ya taifa, wana matatizo wote. Yani either hiyo crew ya watu ambao inasababisha wachezaji wasitumikie timu ya taifa, au hao wachezaji wanaojiona labda maybe wao ni wakubwa au wamefanikiwa sana kwa kiwango ambacho hawawezi kuitumikia timu ya taifa, wote bado wanaonekana hawako sawa. Kwa sababu unaweza vipi kukataa uteuzi wa kuitwa timu ya taifa? Yule mchezaji asipoitwa timu ya taifa anahisi kama kuna kitu kimepungua kikubwa sana na anaingiwa na simanzi. Wewe leo unapata nafasi ya kuitwa timu ya taifa unalinga, hauwezi kuwa uko sawa. Lazima tu kuna kitu kina shida. Mimi naenda kuangalia the way ambavyo timu ya taifa itacheza. Sina expectations zozote zile kwamba tunashinda au sare au no, mimi naenda kuangalia the way ambavyo timu itashinda. Then matokeo yatakuja, nitakuta mle uwanjani au mle ukumbini nitakapoenda kutazama huu mchezo, ndipo nitakapopata matokeo ya Taifa Star. Kitu ambacho kilichopo akilini mwangu, nataka kwenda kuona timu ya Miguel Gamondi itacheza vipi. Kitu hicho ndio ambacho mimi nilicho nacho kwenye kichwa changu.